Karibu kutazama kila ambacho kiko mbele yako kwa siku hii ya leo. Usiache kusubscribe, kushare, kulike pamoja na kucomment kwenye channel yako pendwa ya burudani na kuelimisha, lakini nakupa habari moto moto kwa wakati ulio sahihi. Hii ni rekodi mpya kwani tangu Tanzania ianze kuingiza timu 4 katika michuano ya CAF ngazi ya klabu msimu wa 2019-2020 haijawahi kutokea timu zote za bara zikafuzu hatua ya makundi. Safari hii rekodi mpya imewekwa. Tayari tumeshuhudia mara 3 mfululizo wa wakilishi wetu wakicheza makundi ndani ya msimu mmoja, Simba na Yanga, lakini hakuna zaidi ya hapo. Ilikuwa 2022-2023 Simba ikicheza makundi ligi ya mabingwa na kuishia robo finali. Yanga ikawa upande wa kombe la shirikisho ikaenda hadi finali. Kisha 2023-2024 zote zilikuwa makundi ya ligi ya mabingwa ya kuishia robo finali. Ndipo 2024-2025 Simba ikacheza makundi kombe la shirikisho na Yanga ligi ya mabingwa. Msimu huo Yanga ilishia makundi na Simba ikacheza finali kombe la shirikisho. Azam, Yanga na Singida Black Star zilianza kutangulia ikisubiri Simba iliyokuwa na kazi ya kumalizia baada ya ugeni kuwasha moto ikiichapa Nsingizini mabao 3-0. Kwa timu zote hizo kuingia makundi ni rekodi mpya imewekwa, hali iliyofanya soka letu kuzidi kukua siku hadi siku. Yanga inafukuzia Simba. Kitendo cha Yanga kufuzu hatua ya makundi imefanya kufika hatua hiyo ya michuano ya CAF kwa mara ya 6 ndani ya miaka 10, ikifuzu Simba ambayo imefuzu kwa mara ya 7. Kabla ya hapo Simba ilikuwa imefuzu makundi ya michuano ya CAF mara 6 katika kipindi hicho, huku 5 ikiwa mifululizo. Yanga yenyewe imefululiza mara 4 mfululizo. Rekodi zinazoonyesha Simba kabla ya kurudiana na Nsingizini ikiwa na mtaji wa mabao 3-0 ili utupa ugenini. Imecheza makundi mara 6 ligi ya mabingwa na 4 na shirikisho mawili. Ubabe wa Simba ulianza ligi ya mabingwa Afrika msimu wa 2018-2019 kisha ikarudia tena katika ligi ya mabingwa Afrika msimu wa 2020-2021 ambapo kuanzia hapo ikawa mfululizo kunako michuano ya CAF. Msimu wa 2021-2022 haikufanya vizuri ligi ya mabingwa, ikaangukia kombe la shirikisho Afrika makundi. Karejea tena ligi la mabingwa Afrika msimu 2022-2023 na 2023-2024 kisha msimu uliopita 2024-2025 katika kombe la shirikisho la Afrika. Yanga mwaka 2016 alicheza hatua ya makundi kombe la shirikisho, ilifanikiwa kwa kuidondosha Sagana kwa jumla mabao 2-1, kapangwa kundi A kamaliza mikoani na pointi 4. TP Mazembe aliongoza pointi 13, kafuatiwa na Mo Bejaya kwa mabao 8, kisha Medeama mabao 8 yakatofautisha. Wakati huo kulikuwa na makundi 2 pekee. Ikapangwa kundi D, Yanga ilimaliza tena mkiani na pointi 4, kinara USM Algeria pointi 11, Rai Sports pointi 9, kisha Goli Mahia akapata magoli 8. Msimu 2023-2024 katika harakati za kufuzu makundi aliona Almek kwa jumla ya mabao 3-0. Awali ilifanya hivyo mara 2 akiwa Yanga alifikisha timu hiyo hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika, huku moja akienda nayo hadi robo finali 2023-2024, lakini ile 2024-2025 alisitishiwa mkataba ikiwa ni siku kadha tangu afuzu makundi hayo. Kabla ya hapo Chama pia mechi ya ugenini hatua ya awali dhidi ya Rayon alitoa asisti ya mabao alofungwa na Morf Singida iliposhinda 1-0. Ibenge alivyotafuna mfupa uliomshinda Omog. Misimu 10 ya Azam kushiriki michuano ya CAF ilikuwa na hadithi ya kufanana, kama sio kutolewa hatua ya awali basi inaishia hatua ya pili kucheza makundi. Ilikuwa ikisikia kwa jirani tu. Baada ya mateso ya muda mrefu msimu huu ukiwa na timu 11 hiyo kushiriki kimataifa imefuzu hatua ya makundi. Ushindi wa jumla mabao 9-0 dhidi ya KMK
umeupa Azam tiketi ya hiyo baada ya kusubiri kwa muda mrefu. Kumbuka Ibenge huu ni msimu wake wa kwanza klabuni hapo, hajafikisha hata miezi 6 tangu atambulishwe. Kabla ya hapo Simba ndio inaongoza kwa kukusanya pointi nyingi, CAF ikawa nazo 48, ikashiriki nafasi ya 5 Afrika, ikafuatwa na Yanga 34 ambayo ni ya 12 na Namungo ni ya 77. Singida Black Star na Azam kwa kuingia makundi zina uhakika wa kukusanya pointi 0-5. Kilichobaki ni kufika mbali zaidi, kuimarisha ubora wa nafasi yao CAF. Hii ni channel yako pendwa, endelea kusubscribe, kushare, kulike na kucomment. Asante.